mwili. Watoto wake wakaja ili kumtaka hali, wakataka na kauli wafae maishani. Akatamka mgonjwa, ninaumwa kweli kweli, hata kama nikichanjwa haitoki homa kali. Tumekuja hapa, lengo kubwa ni moja tu. Kwanza nimpongeze Mheshimiwa Diwani kwa utekelezaji wake wa majukumu, lakini mwanzo alivyokuwa anaongea mililo inahitajika shule, ilikuwa simuelewi, lakini tukaendelea kumwelewa hivyo kwa makaratasi mpaka shule ilivyokuwa imefika, lakini tukasema ngoja tuje kupaona, na sasa nimepata jawabu kwa nini alisema shule iwepo. Kwa sababu kwanza nimekutana na ndugu zangu Wasukuma huko. Sifa ya Wasukuma wanafanya kazi alafu na watoto wanapeleka shule. Nikasema kumbe ndo maana alikuwa anasema hii shule lazima ipatikane huko. Sasa tumekuja tutambulishe mradi. Kama ambavyo mnafahamu, watoto wetu walikuwa wanavuka ng'ambo ya pili kwenda kupata elimu yao ya sekondari. Sasa tukasema tusogeze huduma karibu, kwa maana watoto wapate elimu ya sekondari wakiwa mazingira ya hapa, wasilazimike kuvuka maji, lakini pia wakiwa kule wanapovuka maji wanapata changamoto mbalimbali wakiwa kwenye ile ziwa wakati wanavuka. Sasa zile changamoto tuziepuke, na tunategemea watoto wetu wakisoma hapo vizuri, na mimi ninavyowafahamu Wasukuma wangu, hao watoto karibia wote wataenda chuo kikuu. Wao unasema sasa tukasema tuje tuutambulishe mradi huu. Mradi huu utakuwa na madarasa yasiyopungua 8. Kutakuwa na maabara ili watoto wetu pia wasome masomo ya sayansi, lakini pia kutakuwa na jengo la ofisi kwa ajili ya walimu na matundu ya vyoo ya wanafunzi na walimu. Sasa nikasema tuje tuutambulishe mradi huu ili msiseme mradi ni wa mkurugenzi au mradi ni wa Mheshimiwa Diwani, mradi ni wa kwenu. Na ndio maana tumekuja hapa tutambulishane na tutaonyeshana eneo ambalo tunaenda kujenga mradi, lakini niwaombe sana ndugu zangu ushirikiano. Niwaombe sana ushirikiano. Naona kabisa mradi bila watu bingwa kama nyinyi hatutoboi. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu nimeangalia umbali, tumetoka Kayanga saa 1 na tumeingia hapa saa 6 kasoro kama 10 hivi. Sasa tunategemea na vifaa navyo vitakuwa vinatoka mbali. Serikali imetuletea hela milioni 584, lakini utakuta katika utekelezaji kwa sababu ya umbali inaweza ikawa changamoto. Ndio maana tulikuwa tunaomba support, kwa sababu bajeti hii ambayo imepewa Imalilo, unajua nimekaa kuimba kule kwa Wasukuma, kuna sehemu inaitwa Imalilo, si ndio? Hela hii ambayo amepewa Mililo ndio hela hii anapewa ambaye anafanya kazi pale Kayanga mjini ajenge shule. Kwa hiyo unaona kuna utofauti huku, kuna umbali, lakini tulikuwa nasema hatuwezi kukataa mradi kwa sababu ya umbali. Mengine sisi wenyewe tutafanyeje? Tutajadiliana kwa pamoja na kubaliana kwa pamoja, na nadhani Mheshimiwa Diwani alifanya hiyo kazi sana. Na nawashukuruni sana kwa kukubali, kwa sababu ameniambia namna mlivyojadili. Nawashukuruni sana kwa kukubali, na mimi la ziada nitasema Mungu aendelee kuwabariki, wale ng'ombe wazidi kuzaliana, si ndio? Lakini pamoja na kutambulisha mradi wetu tunategemea uchukue au utekeleze ndani ya siku 90 mpaka 120. Kwa nini ndani ya siku 90 hadi 120? Ili tuweze kusajili kidato cha kwanza mwaka 20 na 27 watoto wetu waanze kusoma hiyo shule. Kwa hiyo ndio maana tunakuja na tutashirikiana sana tuujenge mradi kwa spidi ya 4G, ili baada ya hapo watoto wetu wakitoka pale wanateremka pale wanasoma
na baada ya hapo sasa kwenda vyuo huko watatoka sasa nje ya nini, ya Mililo. Kwa ndo maana sasa nije mwenyewe, nije na timu ili tuje tuzungumze pamoja, tukubaliane pamoja na tutembee pamoja kama timu ili kuweza kuleta mafanikio. Lakini ndugu zangu Wasukuma, mimi nawajua tunafuga sana ng'ombe, si ndio? Sasa tukasema tukijenga hapa shule peke yake, watoto wakienda nyumbani wakifika nyumbani wanaambia kachunge kwanza ng'ombe au kafuate ng'ombe, si ndio, malishoni. Sasa tumesema ngoja tutaendelea kuiomba serikali tupate na mabweni ili watoto kazi yao hiyo kusoma tu, kuchunga watu wachie sisi wazazi, si ndio? Si ndio hivyo ndugu zangu? Mimi nawafahamu ndugu zangu. Au kama mtoto atokea sana kwa sababu pega kwanza ng'ombe kule alafu ndio urudi uende shule, si ndio tunafanyaga hivyo? Sasa tunataka watoto hao wasome, na kama ambavyo wameanza kusoma hapa kwenye shule hii ya msingi, kila mwaka tangu waanze kutoa darasa 7 ndio wanaongoza kwa wilaya kwenye ufaulu. Kwa kama wanaongoza kwenye wilaya shule ya msingi, na maana na pale shule yetu ya sekondari, alafu tukafanikiwa kupata mabweni, watoto wetu ndio watafaulu zaidi. Sasa hao wapo huku wanashinda hata ndugu zangu watu tunaokaa nao Kayanga pale ambapo kuna lami, kuna umeme, kuna maji, lakini hao wanafanyaje? Wanashinda. Hao huku wanafaulu vizuri, na maana ni kazi nzuri ya walimu wetu, lakini pia na wazazi kuna namna moja au nyingine mnawasapoti watoto wetu, ndio maana wanaweza kufaulu vizuri. Kwa hiyo tutaendelea wakati tunatekeleza huu mradi kwa maana ya madarasa na ofisi na maabara, tunaendelea kuenda kuiomba serikali tuweze kupata mabweni ili watoto wetu wakae hapo, na naamini wakisha kaa hapo hii shule ndio itakayokuwa inaongoza Karagwe kila mwaka. Lakini sambamba na hilo, niendelee kutoa rai kwenu wazazi. Mtoto anajengwa na mzazi na mwalimu, alafu na yeye mwenyewe. Naomba sana muendelee kuwapa sapoti na ushirikiano walimu. Mwalimu akifundisha sana darasani, mtoto akifika nyumbani hana muda wa kufanya mazoezi aliyopewa, hawezi akafaulu. Na ndio maana mzazi tunasema pale unahitajika ushirikiano sana. Kwa hiyo niwaombe kwa namna ambavyo mnaendelea kutoa ushirikiano kwenye ujenzi huu, tuendelee kutoa ushirikiano pia kwa walimu wetu. Mheshimiwa Diwani amesema baada ya hapa ni zahanati, kwa sababu mtu ni afya, na afya ndio mtaji wako. Hauwezi kwenda porini au kwenda kuangalia ng'ombe kama hauna afya, si ndio? Na ndio maana tumekuja na mtaalamu wa afya pia atuonyeshe kabisa na eneo, ili sisi tukifika kule tutengeneze ramani kabisa, ila ndugu zetu nyinyi mwanze kutusapoti ujenzi wa zahanati. Watumishi utawapata, yaani zahanati inapokamilika tu na watumishi wanakuja. Lengo ili msifanyeje, msiteseke sana. Kwa hiyo tunapokuja kwenye swala la zahanati tukiomba tena michango msituache. Sawa ndugu zangu? Lakini pia niseme kidogo, naona walimu wangu walikuwa na maombi mengi sana. Lakini kibongo bongo unaweza ukaomba 5 ukapata 1, si ndio? Hauwezi kupata yote, sasa utakuwa upo bongo sasa.